Ukiwa mbishi sana kwenye maisha, jifunze hesabu. Na kama hujui hesabu, ni mara 10 ukala chips ukalala, kwa sababu hutaweza kupiga hatua ya maendeleo yote yale. Sasa twende kwenye pesa. Tumetoka kwenye bilioni 800 kwa mwaka. Daktari Samia ametuingiza kwenye trilioni 2 kwa mwaka. Sasa nakuuliza wewe unayependa kuongea kwenye mtandao, hizi pesa zaidi ya trilioni 1.2 ulitaka Daktari Samia ziache? Tungepata wapi ya maji anayoeleza ndugu yangu Aweso? Tungepata wapi hizi barabara anazosema ndugu yangu huyu mtani wetu huyu wa kutoka Pwani? Tungepata wapi kwa ndugu yangu Lega? Hii kazi yote ndio hesabu ya kiongozi mzuri kama Daktari Samia anayejali taifa letu. Twende ya pili, namalizia mheshimiwa. Hesabu ya pili, mzigo pale bandarini. Meli ilikuwa inakaa siku 15 imepiga nanga ndani ya bandari. Siku 15 inasubiri kwenda kupakua mzigo. Uwekezaji aliofanya na kukubali private sector kuingia, tumetoka siku 15 sasa wanakaa siku 5 ndani ya maji. Na kwa taarifa yako, meli moja ukiona imekaa baharini wanalipa kwa siku dola 40,000. Wakikaa siku 10 wanalipa dola 400,000. Lakini hiyo dola unakuja kuilipa wewe mwananchi ukienda pale Kariakoo kununua mzigo, kwa sababu mwenye meli hayuko tayari, mwenye bidhaa hayuko tayari. Naomba tuweke pembeni hiyo. Twende kwenye swala jingine la pili. Mheshimiwa Rais wetu kwa mapenzi makubwa aligundua ya kwamba taifa hili tulipitia kwenye mchakato mgumu wa kupanda mafuta bei. Kila siku bei ya mafuta inapanda. Daktari Samia sasa hivi anajenga matanki 15 yenye uwezo wa kutunza lita za mafuta 386,000.